ya kumkosea Mungu, ya kutenda yale ambayo Mungu aliyakataza. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20, ziko amri ambazo zimesemwa pale kwamba usifanye hichi, na ukifanya umemkosea Mungu, umekengeuka. Lakini ajabu yake, wanadamu wanafanya yale walioyakatazwa. Yeye amesema usiibe, lakini watu wanaiba. Yeye anasema usizini, lakini bado watu wanazini. Bwana asifiwe. Bwana tusaidie. Watu wameenda kinyume na maagizo ya Mungu. Wameenda kinyume na maagizo ya Mungu. Wanafanya maasi. Wanamuasi Kristo, wanamuasi Mungu. Kanisa la Kristo lililozaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ni kanisa linalomtazamia bwana harusi mmoja ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Hili ni kanisa ambalo liko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Kanisa la Kristo ni kanisa la watu watakatifu. Sema watakatifu. Ni watu watakatifu. Lakini ajabu yake ni kwamba watu walioko ndani ya hilo kanisa la Kristo, watu ambao wanasema wako kwenye safari ya kwenda mbinguni, wameanza kumuasi Mungu wao. Wameanza kuenda kinyume na maagizo ya Mungu. Wamekengeuka. Wanafuata mambo yao. Wanafuata tamaa zao za mwili. Wanafuata hisia zao. Wameshindwa kusimama kwenye sheria ya Mungu. Na wanasema sisi ni Wakristo, tuko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Tuko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Wanasema sisi ni Wakristo, tuko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Lakini dhambi wanachapa kama kawaida. Sema kama kawaida. Hawaoni hukumu. Hawaogopi. Hatuna ile hofu ya kwamba huyu tunayemkosea ni Mungu, ni muumba. Hakuna. Na linaitwa kanisa la Kristo.